Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa naanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa uzima na afya kuwa kwenye kikao hichi. Pili ni kukukaribisha mpenzi mtazamaji wetu wa Al-Hajar TV katika kipindi chako pendwa kila siku ya Jumatano, tukiwa na kipindi cha Ijue Dini Yako pamoja naye Sheikh Ali Bahero. Lakini alhamdulillah tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwani leo tumeweza kupata ugeni ambaye ni rais wa Al-Hikma Foundation anayejulikana kama Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali. Na vile vile nikukumbushe mtazamaji wetu wa Al-Hajar TV ya kwamba kipindi hichi kinaruka moja kwa moja kupitia TV Iman pamoja na Radio Iman. Na moja kwa moja twende kwa mashekhe ili watusalimie na kisha insha Allah tutaanza maswali. Na baada ya kumaliza maswali haya nitakupa fursa mtazamaji wetu ili uweze kutupigia simu na kuuliza swala lolote ambalo litakuwa linakusumbua kichwa. Twende kwa Sheikh Ali Bahero ambaye ni mgeni wetu wa kila siku katika kipindi chako cha Ijue Dini Yako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yako Sheikh? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Naam. Sheikh Abdul Qadir, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Alhamdulillah. Sijambo alhamdulillah. Naam, pengine twende moja kwa moja kwa masuala na Sheikh Ali Bahero. Nakumbuka wiki iliyopita tulikuwa na masuala mawili ambayo tuliwaambia watazamaji wetu. Insha Allah tukianza na maswali tutakuwa tunaanza na masuala haya. Na swali la kwanza naona lilikuwa ni mume amefariki ilhali mkewe alikuwa na ujauzito. Je, urathi ugawanywe kabla hajazaa ama baada ya yule mke kuzaa? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kabla shuruu kuingilia kwenye jibu la swala, kwanza kumshukuru Mungu, pia baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kushukuru idhaa yetu, furaha kubwa sana leo kwenye kikao chetu hiki cha kipindi Zoeleka Ijue Dini Yako kupata mgeni, ndugu yetu, shekhe letu, mlezi wetu, naam, Sheikh Abdul Qadir hafidhahullah ta'ala, weko kwenye jilsa hii nikiitakidi ya kuwa ni mwanafunzi mbele ya shekhe wake, ni talib amama shekhe, na ni mtoto mbele ya mzazi wake. Nikiitakidi ya kuwa nitastafidi vile vile juu ya kushirikiana kwetu, lakini kama kikao cha mwanafunzi pia mbele ya mwalimu wake, na nikitarajia yani faida nyingi sana. Mwenyezi Mungu ajaze kila la khairi na yote anayoyafanya yaweke katika mizani hasanati yake, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Naam. Ama hili swala ambalo lilipita wiki iliyopita ni kwa kuwa baba anapofariki, mama ana ujauzito, je, ule mtoto tumtie katika jumla ya wirathi? Naam, lakini bisharti mtoto azaliwe kwanza, tena hala kaunihi hayyan, akiwa uko hai, basi itapitishwa wirathi kama jinsi sharia itakiwavyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, shukran sana Sheikh Ali Bahero. Na tukenda kwa Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali. Swala la pili lilikuwa ni natakiwa niwe na mali ya kiasi gani ili niweze kulipa zakatul mali? Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. إنه أحيي كل من قناة هاجر وقناة الإيمان في تنزانيا ومتابعيهم ومشاهديهم أينما كانوا في حل وفي ترحالهم، أحييهم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mimi na furaha sana nikuja Mombasa. Safari hii nafikiri miaka 5 za kanyaga hapa. Ilikuwa nakuja kidogo naondoka, lakini safari hii wa shekhe wamenikirimu na watu Mombasa. Nazikana tarudi tena hapa inshallah.
Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Kabla sijajibu swali, kwanza Sheikh Ali Baher mimi sio mwanafunzi wake. Yani sio mwanafunzi wangu wala mimi sio shekhe wake. Wala mimi mwanafunzi wake. Lakini tabia ulama hapendi kuonesha wao ni tawadhu. Shekhi tawadhu yake amefika na mimi shekhe wake. Mimi mwanafunzi kwake mbele yake. Allah Taala amlinde shekhi wetu ambe umri mrefu. Na sisi zote. Lakini ile amesema shekhi mara nyingi anikumbusha qala Abu Bakr radhiallahu anhu wakati watu wamemsifu na sisi zote tunajua Abu Bakr nani. Kaambia Allahumma ij'alni khayr, Allahumma la tu'akhidhni ma yaqulun waj'alni khayran ma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Mungu usinichukue mimi jinsi wanilezea wanisema kwa juu yangu na nijalie kama wanidhania khairi, lakini nisamehe dhambi ambayo naye wao hawajui. Mungu amlinde shehe wetu na ama mimi mbele yake mwanafunzi wala sio shehe wake. Subhanallah. Jawabu itakuwa swali inshallah. Kiwango ni 5 qawl rajih عند الجمهور ni 8 gram 85 dhahabu, thamani yake inaanzia hapa. Naam. Yani unapima 85 gram dhahabu ambayo iyar 24. Yani inaitwa karat, sio karat 24 ambayo haina madini nyingine. Safi. Yani hii thamani yake unapima hapo unaanzia zakatul fitr. Shukran sana. Sheikh Ali Baher, kuna swala ambalo ni swala refu. Ameuliza kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Ijue dini yako. Naam. Katika sura Tauba aya 24 inazungumzia mambo 8 kwa matatu. Je, utafahamu vipi unapendo la Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko juu zaidi ya hayo 8? Sababu utakayemuuliza kati ya Allah na mtume wake ni 8 haya, kila mmoja atajibu Allah na mtume wake. So naomba ufafanuzi, kupenda zaidi kwa Allah na mtume wake ni vipi? Shukran. Allah akujazie kila la khairi shekhe wetu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hii mambo 8 kwa matatu. Pengine nilivyomfahamu ni yale mambo 8 yaliyotajwa katika 24 suratu Tauba. Pale Mwenyezi Mungu aliposema qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun taksawna fasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Pengine nimemwelewa. Haya mambo yaliyotajwa yote ni mambo ambao yapendwa na wanadamu. Bila shaka. Sasa kuna na Mwenyezi Mungu na mtume. Sasa Mwenyezi Mungu baada kuzitaja zote hizi ambao ni pendo kwetu, twapenda watoto, twapenda mashamba, twapenda alaysa kadhalika. Sasa hivi ikiwa ndivyo vyapendeza zaidi kwenu kuliko kumpenda Mungu na mtume, fatarab wa jihadin fi sabili, hivyo vitu vitatu akasema 8 kwa vitatu. Akasema fatarabbasu bil ikhtisar, ni kwa kuwa pendo lifalo kuchangulizwa zaidi kuliko chochote ni kupendwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya pendo la Mwenyezi Mungu ni kumpenda mtume zaidi hata kuliko kujipenda wewe mwenyewe. Sasa mukharana ya hivi vilivyotajwa 8 kwa mujibu nilivyomuelewa na hivi vitatu ni kwa vyote hivi miliki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huwezi vile vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu akakumilikisha wewe kwako ikawa na mapenzi zaidi kuliko kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lidhalika, kwa ufupi ni kwa kuwa pendo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndilo linalochangulizwa kuliko pendo la lolote. Ni kumpenda Mwenyezi Mungu kwanza,
thumma kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko hata kuipenda nafsi yako. Wal ilmu inda Allah tabaraka wa taala. Naam. Naam, shukran sana. Na kwa Sheikh Abdul Qadir, swala hili amesema kwamba mwanamke amemaliza ada yake, akajitwarisha akaswali dhuhuri na asr, kabla ya kuingia maghrib akaona kuna uchafu unatoka. Je, atakaa siku ya pili nzima pasi na kuswali kuhakikisha kama yuko sawa? Alhamdulillah, masala ya mwanamke kabata tahara, ulama wanaweka sharti, wamekuja hadithi, madam mwanamke shabata yaqini tahara, imma qusat albayda au mbata mikauka, kila mwanamke ana namna yake. Fa baada ya kupata tahara dhahiri wazi, ambaye kaona uchafu tunaangalia ni damu alhaid au sio damu. Kama uchafu hii sio haid, na Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inna damu alhaid damu yu'raf. Damu alhaid damu inajulikana kwa kina mama, unajua. So uchafu baada tahara ushabata yaqin, uchafu imekuja hapa ni haisabiwi. Baka wanasema kina mama wakati ya Mtume صلى الله عليه وسلم wanamletea ile katika pambas au qutun au suf, wanamuonesha Aisha الصفراء والكدرة، ونمونا إيه شافوا كما براون أو يلو، أسمى كلها لا نعده من الحيض، يكون هو يسابه كما حيض. تسا كفوبي مدام شبت الطهارة يكين وازي يقيني علامة طهارة شبتها نشوغا ممكن شو طهيري شو صالي تينا نونه تشافوا هي هنا حاجة مدام شو دم الحيض. أنتم أسمى دم الحيض دم يعرف، كلام ما نجوا دم يا حيض نتفوتينا دم يوتي. نعم. Naam, shukrani sana Sheikh Ali Bahero. Hili swali linasema kwamba najitahidi sana kuwa mja mwenye tabia njema na kufanya ibada ya swala, saum na kadhalika. Lakini kila nikijitahidi kuacha maasi bado najiona niko vile vile. Wanihusia vipi kwa hili Sheikh? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pengine kwenye mengi ni muhisabie mambo 6 tu ambayo itakuwa ni tiba. Anajitahidi katika kufanya wema, swala na mengineo, lakini bado kuna mvukuto ule wa kwenda kwenye maasi. Moja, almudawamatu ala amali salihat, adumu katika kutenda amali njema. 2, istisharu qubhi dhambi, ahisi ile uovu, uchafu wa ile dhambi, wa dhararihi fi dunya wal akhirah, nadhara la dhambi katika dunia na akhirah. 3, an yabtaida an makani almaasiya, ajiepushe na pale pahala pa maasiya, pahala ambapo pafanya maasiya. Wal asbab almuhayyija, na zile sababu ambazo za mpelekea lilaudati ila dhambi, kurudi kwenye dhambi. Wa an yatruka mujalasata rufaqai su, aache kukaa na marafiki wale ambao ni wabaya. Wa an yujalisa rufaqa as-saliha, akae na marafiki ambao ni wema. 4, almudawamatu ala dhikrillah, adumu katika kumtaja Mwenyezi Mungu. 5, itlaful adawati allati kana yumarisu biha, kuziharibu zile vifaa ambavyo alikuwa akivitumia kunsababishia maasiya na kujiepusha navyo. Alaysa kadhalik? Qiraatul ayat, kusoma aya, ahadith, visa ambazo vinatisha, kuwatisha wale ambao ni wenye kufanya dhambi, ili kuwe na hofu katika moyo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hizi atakazozichukua. Asallahu an yuhditha ba'da dhalika amra. Wallahu a'lam. Naam. Shukran sana Sheikh. Swala hili linasema tunaomba nasaha kutoka kwako kuhusu mpasuko ya Waislamu katika mambo ya dini. Alhamdulillah, nasaha wa mimi, nasaha yangu hii swali jawabu siwezi kutoa, lakini taka muda mrefu. Mimi natoka katika haraka shehe wangu Sheikh Ali, kama takosea tarekebisha, nani furqa yote, ikhtilafu yote kwa Uislamu
jumla ni inaingia mambo kibri na shuhra, shetani tu. Alafu watu wanatumia shiar, nembo ya kuvuta watu. Mimi leo kama namwambia watu natangaza kitu fulani ambayo watu wapenda, watu sibati watu. Al-Khawarij, kwa nini umaga damu ya sahaba? Mkufuru sahaba. Wamenyanyua nembo ambayo inal hukmu illa lillah. Sasa mara nyingi tunaambia watu asikudanganye mtu nembo ambayo yeye anataja. Angalia vitendo yake. Nembo kila mmoja anatumia, hata watu wa uchaguzi hao kila mmoja anatumia nembo nzuri. Kama wewe unajua vitendo yake huyu ni uongo. Hata au Shia, kwa nini mkufurisha sahaba yote? Bakisha wachache tu. Kwa nembo umechukua nembo ambayo kutetea haki wa Ahlulbayt. Na Ahlulbayt umemnyima nani hukumu yao, khilafa yao, kiti yao, kursi. Mtume watu atifu, watu wengine wanapenda Ahlulbayt, kizazi ya mtume. Na wengine wanamkhalifu Uislamu kunyanyua mathalan manhaj fulani, wao wanafuata mathalan salaf salih mathalan. Sio kila mtu anaita lazima tujue anafuata au nini. Na wengine sasa sisi tutampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hii neno hili shiarat mtu kila mtu anasema, hata mimi usifuate mpaka naone vitendo yangu. Sasa mimi naona ikhtilafu umma umezidi sana sana baina ahli sunna jamaa, tena kila group. Sababu yake ni mimi naona ni hadhu nafs al-amara bisu, nafsi tu, kila mmoja anataka yeye aonekane nani yeye yuko nzuri kuliko wengine, yani hubu dunia ifupi. Wala Sheikh Ali nimwambie sina Yusuf alayhi salam wa ala nabiyina salam, ndugu zake wamtuba ndani ya kisima, historia tunajua Waislamu. Lakini wakati ameomba msamaha, mimi naona mtu akwambia fulani mimi na yeye mbingu na ardhi. Shekhi jamaa atakana wote omba msamaha au fahamisha mistake. Yani tayari shajenga yeye, hataki Sheikh Ali. Hanitaki mimi, shajenga. Sibadani anatafuta ushahidi ambayo ushahidi. Maana nakwambia qaida nasema istadilla thumma i'taqid. Sawa. Yani tafuta ushahidi kwanza, dalili, baadaye amini. Lakini si watu wanafanya ya'taqid qabla an yastadil. Kwanza anaamini. Haya TV haifai. Shaamini, shakuchukia nini tayari. Alafu anatafuta ushahidi. Maana ulama wanasema idha i'taqadta qabla an tasdil fatadil. Tabotea. Sasa mingi minaona kila mmoja ana rai yake na fikri yake, na khilafu hii ndogo ndogo imekuwepa kijana wangu tangu sahaba Mtume صلى الله عليه وسلم ambayo wao hum sabiqun awwalun. Lakini al-ukhuwa al-islamia yani al-ukhuwa al-imaniyya tuna sisi ni kitu kubwa sana jamani. Mtume anasema man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana, mshtamka la ilaha illa Allah nasalna, wewe Muislamu huyu na akida yako sawa na sunna jamaa, ndugu yako عنده انا makosa, lakini mvumiliane, nasaha sio fadhiha. Lakini sisi tumekuwa sisi sasa hivi kama inzi. Yani mtafuta Sheikh Ali kosa, lakini tabata tena 100 binadamu, hata mimi naye 1000. Sawa. Sasa hakuna kitu i'tidaa. ذاك Yusuf alayhi salam wasema wakati mwambia ndugu zake, laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khatiin. Kwa hiyo Mungu amekupendelea wewe, sisi tumekosea. Hayasema kwa nini? Asema la tathriba alaykum al-yawm yaghfir Allahu lakum wa arhamur rahimin. Ni huna kosa, Mungu akusamehe maisha. Ashaongea mada nyingine. Lakini sisi tunachukiana binafsi, tunapenda dunia, hatuangalie dini yetu. Leo kwa hii farq. Lakini nasaha wangu mimi naambia vijana Waislamu, usifate kila mtu kitu anadai mpaka uone vitendo vyake. Na wewe soma dini, Allah atakuonesha hivi. Lakini farqa hii tukhtilafiana sisi inadhoofisha Waislamu zanguni. Hata wengine takuingia Waislamu na Waislamu wenyewe wanagombana wao. تنزي وقت متكدين عشان نحن نذهب إلى القرى إلى أماكن بعيدة ندعوهم الإسلام، فالذين يدخلون الإسلام نحن نكون حجر عثر عليهم تنمزوي وقت حوالسلام نيونا قنبان تصير خلاف يبو ردود يبو. ولما تاخذ زمان الشيخ وانا رديانه وانا ركبشانه ولا ولا شيء داي، لكن الرد مع الاحترام والتقدير.
Naam, Sheikh, pengine bifaida. Naam. Sheikh Bahero, ungeniruhusu nishike simu kisha inshallah nitakupa fursa. La basi. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina unaitwaje? Sitasema jina. Naam. Lakini natoka Nairobi. Naam. Nilikuwa nataka kuuliza Sheikh. Naam. Kama mtu amekuwa akiwa na matatizo ya kukumbwa na jini kila wakati na yeye ikimrudia, nikisomewa rukia inarudi. So kuna siku kwa Facebook niliona mtu amepost hadith ati ukisomewa rukia hautakuwa katika wale watu wataingia peponi, kwa wale 70,000 people wale wataingia janna bighairi hisab. Niliona mtu amepost hadith na yani ule mwenye anaenda kusomewa rukia. Sasa nataka kujua kusomewa rukia ni hatia, nafaa kujisomea mimi mwenyewe rukia ama ni vipi? Kwa sababu mimi niko na alafu pia inshallah Sheikh mniombee, niko na matatizo ya jini hainiwachi. Najua ni mtihani Mwenyezi Mungu, inshallah nasubiri, lakini especially usiku ninataka ikiondoka ikirudi, lakini nataka nimekuwa nikienda kusomea rukia inaondoka na kama miezi 2 vizuri tena yarudi tena. Lakini sasa nilipopata hiyo hadith ikanitia hofu sana, sababu mimi naomba Mwenyezi Mungu anijalie niingie peponi. Amen. Shukran. Mwenyezi Mungu akutakabalie inshallah. Naam. Bahero, ungeongezea kisha inshallah utalijibu swali lake. Kuongezea kwa faida ya fadhilatu Sheikh katika kupiga mfano wa Sayyidina Yusuf alayhi salam. Hapo takatustafidi ndugu zanguni wasikilizaji ya kuwa ndugu zake Yusuf walimkosea Yusuf. Sahih. Baada dhalika wakafanya i'tirafu ya yale makosa. Sahih. Na Yusuf alayhi salatu wassalam akawasamehe. Lakini angalia hapa nukta muhimu niliyoipata kwa Sheikh jazahullah khairan ni kuwa kuna mawili yote ni mazito, lakini tulitazame lilo zito zaidi ni lipi kati ya mawili haya. Yusuf alitupwa gerezani na Yusuf alitupwa kisimani. Si yote ni mazito, lakini leo utaulizwa mtoto wetu Alwi, kati ya utupwe gerezani na utupwe kisima kirefu sana msituni poreni huko, lipi zito zaidi kati ya mawili haya? Kutupa kisimani. Sawa? Ni kweli, hata mimi naunga mkono hiyo. Lakini imagine ametupwa kisimani ambako mpazito zaidi kuliko gerezani. Lakini msamaha walipopeana na kusafiana roho, shukrani ya Yusuf alimshukuru na mshukuru Mwenyezi Mungu, idh akhrajani minas sijni, aliponitoa mimi gerezani. Hatuwezi kusema kwa nini akusema idh akhrajani minal bi'ri, na ambapo mpazito zaidi. Alichunga Yusuf kusema tushasameheana, nikilitaja kosa kikwetu sema kitaleta maumivu ile jeraha iliyochangulia. Sasa la kutoka kisimani ambalo nzito hakulitaja, akataja kutolewa jela. Hivi ndivyo faida tulipata kwa Sheikh. Kisha hata katika masailu al-ikhtilaf jazahullah khairan, naam, hata al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, ambao sisi mara nyingi East Africa hapa Shafi'ia, asema alikuwa akiingiana na ikhtilaf. Hata mmoja asema sijawahi kumuona mwerevu kana Imam Shafi'i, namna tunavopambana kimjadala, lakini kisha upambana tukapeana mikono kama. Ndio Shafi'i rahimahullah ta'ala asema ikhtilafu ar-ra'i la yufsidu lil-qadhiya, kutofautiana rai haiondoshi kadhia ya mapenzi. Jazakallahu khairan shaykhana. Jazakallahu khair. Shukran sana. Sheikh Abdul Qadir, kuna swali liliingia hapa kutoka kwa ukhti wetu. Alisema kwamba ana matatizo ya jini
na anaenda kusomewa ruqya. Baada ya kusomewa ruqya, jini anamuondoka, miezi miwili baadaye jini anarudi. Akaona hadithi kwenye Facebook ya kwamba wale ambao wanasomewa ruqya hawatoingia peponi. Je, jambo hilo lina ukweli wowote? Na pia ameomba tuombe dua. Naam. Alhamdulillah, Alwi. Naam. Hadithi ipo ni sahihi kabisa. Mtume sasema 70,000 hawaingii ataingia peponi bila hisabu wala kadha. Hadithi sahih Muslim, hadithi ndefu. Ametaja la yaktawun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hii hadithi ipo, lakini mimi naomba nasaha Waislamu, ilmu yako usiingie katika Facebook na Google. Sawa. Lakini Google na Facebook anakuonyesha hadithi, lazima ukae kwa shekhe hadithi hii akuwekee wazi maana yake nini. Mfano utaona katika hadithi tunasema anasema Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia mtu, yani ana maji yake anaamba maji shamba ya jirani, Mungu hapendi. Hii hadithi kabisa. Sasa akina kuja shamba jirani, kwa nini mtu anasema hadithi chungu mzima anasema jirani lazima mfanyie wema? Hii kusudi shamba na kusudia usifanye zina na mke wako ipo. Simona uzuri. Sasa hadithi na maana yake tafsiri wako ulama tafsiri hadithi hii ni sahihi, lakini kama tuchukua dhahiri inagongana hadithi ambayo dada huyu anajua na wewe nyinyi wote unajua, Sheikh Ali anajua zaidi. Mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam Muslim mekuja Salama akamwambia Mtume wa Allah watoto wa Jaafar bin Abi Talib radhiallahu anhu wanaumwa, na akasema na nini? Mtume akamwambia Salama anaathirika na ain, uko dhaifu na ain. Mtume anasema msomeni, tafuteni mtu amsome ruqya. Mtume sallallahu alayhi wasallam hawa watoto yatima, watoto wa ndugu yake Ali Jaafar at-Tayyar anaitwa, amekufa katika jihadi, baka amekatika mguu wake mkono wake wote mbili. Mtume yaharimu 70,000 asiingie katika 70,000, haiwezekani. Simama vizuri. Mtume sallallahu wakati amerogwa yeye amekuja Jibril na nini wamfanyia ruqya, bismillah nurqik wallahu yashfik kulli shay yudik. Hadithi hii Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi ame tafsiri mbili. Ziyada wala yastarqun ina dhaf mudraja, wanasema mudraja ziyada hii ina matatizo katika hadithi. Lakini الحافظ بن حجر العسقلاني katika Fath al-Bari ameongea sana hadithi hii, amesharahisha na kimukhtasar anasema watu wako sehemu ambayo wanaumwa, ana jini, ana aini, na wao hajui, basi umesalimu amri. Yani hawana njia ya kufuata. Wa illa mtume sema tadawu ibadallah fa inna Allah ma anzala da'a illa wa lahu dawa, alimu man alimu. Mtume sema tafuteni tiba. Hadithi ya Muslim mtume anasema a'ridu alayya ruqyakum, kwa watu Quraysh kabla Waislamu wana mambo ruqya hiyo, ruqya ya kijahilia. Mtume anasema someni, ilikuwa nasoma nini? Malaika sema la basi bil ruqya ma lam takun shirka, msomeni ruqya yote madama haina shirki ndani yake. Hadithi nyingine katika Muslim anasema man arada an yanfa akhahu falyaf'al, yaweza kumsaidia ndugu yake ruqya afanye, sio biashara ambayo mimi nakataa hapa. Sheikh Ali hafizakum Allah wengine kuambia hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, wasahaba wamechukua mbuzi 100. Hapana, asahaba wamechukua mbuzi 100, baada hao watu wa kijiji hajamkaribisha. Sawa. Niko hadithi nyingine fi Sunan, tunasema na biti njiani kamfuata mwanamke anasema mtoto wetu halali usiku, atupate usingizi, hakuna utulivu katika nyumba. Mtume kachukua mtoto yuko juu ngamia, kamsomea, kamwekea mate kwa mdomo wake. Wakati Mtume anarudi, Mtume kauliza, anasema mtoto tangu siku ile ametulia. Kamletea Mtume kondoo 2 na hindo 2 ya samni. Naam. Tuwajaomba kambi sahabi, chukua kondoo 1 na debe 1 ya hindo 1 ya samni, ingine machie. Ulama haja ikhtilafiana Alwi, kama mtu umemsomea ruqya kapona mombe, kama mtu hajapona wewe unachukua kabla, hii sio sahihi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kaamrisha watu wamfanyie ruqya, wamfanyie ndugu zake ihsani. Hadithi kama unachukua ilivyo itakuwa dhaifu, itakuwa inagongana hadithi nyingi sana ambazo nimetaja mimi. Sawa.
na Mtume sallam wakati Aisha anasema radhiallahu anha ana umma alikuwa taqra al-mu'awwidhat fi yadihi anampakia. Sasa hadithi hii ni sahihi lakini jumla hii ni khilaf, lakini mimi nakubali kwa Ibn Hajar anasema wala yastarqun, yani wao ingia kwao mifunga wa ala rabbihim yatawakkalun, hawana njia wako pori kule hawezi kufika mji, basi mtawakkal Allah. Alafu wala yaktawun, na hawajichomi moto, sio? Lakini hadithi nyingine imekuja Mtume sallam amemchoma sahabi mmoja, yeye yupo. Maana ulama wanasema yani akhiru dawa alkay, yani watu wasikimbilie kuchoma ila anaona kama hakuna njia nyingine mtu kutibiwa ila kuchoma achome. Imekuja hii hadithi Mtume sema ana akrahu alkay, akrahu yani sipendi sana, lakini Mtume ameruhusu. Katika kifupi ni hadithi ni hii, maana yake sio jinsi ameelewa yeye moja kwa moja. Ya kwanza. Ya pili ni namba nasaha mimi, mambo jini hii nitakia mtu kwanza ni ibtila, ni mtihani. Nitakia dada yangu huyu akimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, kimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atulize moyo yake. Jini hawezi kumfanya kitu chochote. Na Mtume sallam katika hadithi amekuja mwanamke kwake kaambia Mtume Allah, mimi shetani ananiangusha, yaslauni aljin. Shawkani anataja anasema ilikuwa sara, sio sara ya kifafa kawaida, ni sara ya jini. Mtume akamwambia nikumwambia Allah subhanahu wa ta'ala utapona au uvumilie utapata peponi. Nasema bora mimi nipata peponi. Dunia sema ya kupita siku 2-3 tu. Na siku hizi kifo umezidi sana, watu wanakufa. Sawa? Bora mimi nasubiri tu miaka 10 20 sijui ngapi, lakini urudi janna. Hajaambia Mtume niombe huyu atoke. Karudi siku nyingine nasema ya Rasulullah, naomba basi niombe Allah nimekubali asitoke, navumilie duniani lakini akhirani bata peponi. Wakati al-mal'un hadha au al-la'in yasru'uni, wakati ananiangusha mimi la atakashaf ila sionekane aura yangu. Wanasema sahabi moja Shawkani yanqul hadhi fi al-awtar, anasema ilikuwa mwanamke shetani mwanamke anatufu Kaaba anaangusha jini, lakini nguo yake yani haonekani, kama mtu anamfunika hivi. Mpaka amekufa, leo yuko peponi. Wote ni ibtila. Lakini mara nyingine ya yangu ya pili abati mtu ambaye Sheikh Ali الرقات اليوم كثير صحيح, kila mmoja anasema Qur'an, lakini yuko takhasus mtu wakati anakufanya check anajua huyu chai unao aina gani. Naam, tumeelewa vizuri. Naam, kumsomea Qur'ani anatoa chawi kila kitu anatoa, lakini takia mtu ambe dawa. Mtume sallallahu wakati amerogwa, na hadithi sahihi kabisa, wamefata ile ambaye al-uqad alladhi kan baina mifungo ametoa, bala kufungua ile uchawi umeondoka. Lazima yeye uchawi anayo ajulikane chawi aina gani kwa sehemu gani katika mwili. Taka mtaalamu hapa tamba dawa atatoka kwa uwezo wa Allah Subhanahu. Hakuna kwa Allah Subhanahu kitu ngumu, lakini tuombe Allah Subhanahu ambe subra, ambe ajr. Na mtu anasema ajr wa afya. Naomba la bas tuhur inshallah. Katika Sheikh wangu mtaka Sheikh Ali hapa masala ya hii, Sheikh Ali kwa aya katika Furqan, na unajua vizuri aya inabidi sisi tuvumiliane. Na mwanzikana ndugu yako wengine Waislamu wa Ahlus Jamaa takuwa kwa mtihani. Mungu asema waja'alna ba'dakum li ba'd fitna tasbirun, baadhi yenu baadhi wengine tujalie mtihani, je utavumilia? Wakana rabbuka basira. Hii aya mwisho angalia, na Mungu anaona kila kitu. Tuvumiliane, kama mtu kila mmoja ajitahidi upande wake, asafishe nia yake. Mungu atujalie inshallah miftah alkhair maghlaq alshar inshallah. Sheikh Ali Bahero, tukija kwako swala hili ulizwa wiki hili, nasema kwamba Sheikh, na miaka 3 sasa mume hanijulii kwa lolote, je nimeachika? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nafikiri haya ni katika maswala yanayokariri sana, na mara nyingi nasaha tunazozitoa kwa dada zetu walioolewa ambao wako katika maisha ya ndoa ni mushkili unapotokea afanye haraka sana kuwatafuta wenye kumtatulia ile mushkili. Sasa imagine hapo
amekaa kwa kipindi cha miaka mingapi? 2 kama 3. Sasa amekaa kwa kipindi cha miaka 3. Waya amenyamaza kimya, hafuatilii huyu miaka 3 yupo hayupo, ana mke mwingine huko ndiye anayemshughulikia, mimi nimekosa haki. Mafumu kukaa bila ya kufanya istifsar, maana wewe una hukuka na hukuki lazima zitekelezwe. Sasa umenyamaza kimya. Mara nyingi huulizwa hivyo, je, kwa kipindi cha miaka 3 huwa nimeachika? La, maadamu hajakuacha bado hujaachika, uko kwenye isma yake. Ni kutifutwe namna zile hukuki zirudi kwako, na yeye kwa kukaa kwa kipindi miaka 3 kwa sababu gani? Lakini ama kuachika, hajaachika mpaka mume mwenyewe atoe talaka mwacho. Wallahu aalam. Shukran khair Sheikh, itakuwa nukta wa Sheikh wangu amenikumbusha hapa bata faida kwake. Katika sura an-Nisa wakati Allah anaongea huquq al-mar'a au familia hii, anataja neno ni takhawf. Khofu maana nini? Khofu kitu ambaye hajasambaa bado lakini ameanza. Naam. Kwa Qur'ani Allah Subhanahu amrisha katika familia wa Waislamu, kabla familia hajasambaratika, inaonekana kama inakuja alama dalili fulani, ugonjwa fulani kusambaza hii familia, Qur'ani anatoa agizo tuweni matibabu. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وإن خفتم شقاق بينهما فبحثوا حقا من أهله وحقا من أهلها. مرة anaongea na mume ambaye mke wake anaonekana kama anaringa, hasa shaanza kuvuruga, anatoka bila ruhusa, shaanza shabadilika. Mungu anaongea na mume, mgoba wewe mke wako unaanza kutafanya nushuz, utakuasi bimauidha, anaomba agizo opposite. Mwanamke yuko vizuri, mume ameanza hayuko sawa, yani anabadilika kidogo, mwanamke amehisi. Mungu anaongea na mwanamke huyo, ni mraatun khafat min ba'liha nushuzan au irada. Wenyewe nyumba itakusambaratika, ugonjwa inaanza kidogo kidogo, homa inapanda kidogo kidogo, bora hajafika juu. Qur'ani inaongea watu wamezunguka, jamaa ya ndugu ya na wali ya binti mwanamke na wali wa jamaa ya mwanamume. واللاتي تخافون نشوزهن وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. Umehisi hapo familia itamsambaratika, tumieni wazee pande hii upinduzie pande hii, aingie haraka kutatua ile ugonjwa. Lakini wazee kama wanataka suluhu itapatikana, sio kunyamaza mpaka ugonjwa. Na mara nyingine wanaume sisi nataka tuvumilie Sheikh Ali. Kina mama mara nyingine ana panic hapa, baadaye anataka maneno nzuri tu. Ni kweli. Siku moja kanipiga mtu kutoka Amerika, na hii true story, sio watu wanafikiri kama nini. Kaniambia Sheikh, bwana mke wangu ananisumbua mimi. Shida nini? Sasa mimi siku moja namwambia nimeota mimi nimeoa mke wa pili. Anaambia rudi katika usingizi, mwache huyu. Sasa tambada bibi kule. Mimi namuoa mjinga. Rudi sasa mshamwacha talaka, yeye atajuaje? Wewe shida kwa nini unaniambia nimeoa nani na? Sasa mwingine atakutumia diplomatic hekima kidogo. Sawa. Sasa rudi mwache. Sasa mimi siwezi kuambia uongo, mwambie wewe kwa nini mwambie nimeota hivi? Sasa mwambie rudi katika usingizi. Mwambie uongo hata. Nimeona alafu lala mwambie kuacha wewe aone mwache. Naam, shukrani sana Sheikh. Kwa Sheikh Bahero kuna swala lingine hapo, ijue dini yako. Kupiga mathna Sheikh, ni lazima upewe ruhusa na bibi mkubwa ama umuombe idhini kufanya hivyo? Kupiga mathna ninavyofahamu imesimama kwenye uwezo wa yule ambaye ataka kupiga mathna. Masala ya kutaka ruhusa hii sijui wa una lazima akumtaka ruhusa. Pengine aweza kufikia hivyo kwa vile roho zilivyofunguka kati ya mke na mume, ya kuwa kwenye yale maisha ya ndoa wamekinaishana kwa kiasi ambacho lolote la khairi mume aweza kumwambia mke na lolote la khairi mke aweza kumwambia. Lakini be that ni kwa kuwa uwezo wa mume kwa kuweka mathna inatazamwa hilo, sio kuwa sharti mpaka
atoidhini mke wako wa kwanza au wewe umtake ruhusa yeye. Wallahu aalam. Naam, shukran sana Sheikh Bahero. Na kuna swala lingine hapa Sheikh Abdul Qadir anauliza kwamba sisi kama mabarobaro mwatupa nasaha gani mashekhe? Alhamdulillah, mimi nasaha tamba vijana. Mimi na Sheikh Ali na wazee wengine wanaona si wazee, tulikuwa barabara kama nyinyi. Sahihi. Barabara hataki kupoteza muda yake. Qur'ani ametaja barabara shabab ambaye amefanya historia katika dini katika Qur'ani. Ibrahim alayhi salam kadha anavunja masanabu wasema inna sami'na fatan yadhkurum, ilikuwa kijana. Maana Qur'ani kila siku tunasoma ilikuwa kijana Sidna Ibrahim, lakini kafanya kitu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, mpaka Allah ametaja Qur'ani tunasoma mpaka siku ya kiyama. Ashabul Kahf Allah sema innahum fitatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, ilikuwa vijana wameamini Mungu na Allah amemzidisha mwongozo Subhanahu wa ta'ala. Vile ashabul Ukhdud, yule kijana katoa muhanga ile katika suratul Buruj. Nina saha wangu vijana, umri nyinyi unayo, barabara hii ni transit kwenu, habaki utumieni soma dini yenu kufanya wema. Usichezee umri yako uvuta bangi, sio kula miraa, kufanya hivi baadaye kesho utazeeka utadhalilika tu. Vijana wao ni nguzo wa umma hii, macho wa umma hii. Taki kila mmoja awasome mambo dini kwanza, dini yao wajue, na asome mambo ya dunia, elimu ya dunia. Kesho hao yeye watu wengine si wapo, kesho utakufa, watazeeka, takiwa washike. Sawa. Na mujtamaa yote unataka wewe umharibu, wanatumia aadau nchi ya udal Islam yani sehemu tatu au nukta tatu. Kwanza wanaharibu vijana, wanaharibu familia. Sawa. Ya tatu yuskituna alqudwa, mtu katika mujtamaa ambao watu wanafanya qudwa, wanamiga, wanamdhalilisha. Hii tatu. Yumba wengine wanaongeza taalimu, familia na elimu na mtu qudwa. Mfano watafuta mtu katika watu wanamheshimu shekhe au nani au mtu yote ambaye inaonekana wanaangusha huyu watu ili asibate marja. Maana leo tuna sisi hatuna marja. Mimi katika tihi wa billah tihi bani Israil umma hayrana, tuna umoja, tuna kalima. Stamina saha wangu vijana wasome dini yao, aogope Mungu. Na vijana huyu nayo mzee yote leo unaona msikitini ana sana kiti, ilikuwa vijana kama wewe tena na nguvu kuliko wewe. Vijana zamani wanakula vizuri, sio hii wanakula hambega hii ni dhaifu hivyo, mtu ana nguvu yote, yani tunaita si Tanzania nguvu ya soda. Sasa wewe hii unayo fursa utumie kwa ajili Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanabii wote Sheikh Ali unajua vizuri walikuwa vijana. Sahihi. Mengeiko kwa Allah Subhanahu wa ta'ala vijana. Miaka 40 afika mtu Mungu anamshia wahi. Tu Muhammad sallallahu alaihi vijana. Sasa tumiele vijana nguvu wanayo, tumie kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kusoma dini yao, kujua kwa maslaha ya nchi yao na watu wao. Naam. Shukran sana. Na kwa mtazamaji wetu tayari nishakufungulia simu zetu kwa namba zetu za 0722600333. Natumai inshallah mwelekezi wetu wa leo atatuwekea namba zetu. Kama una swala lolote unaweza kutupigia simu, na inshallah mashekhe wako nasi hapa tayari kuyajibu swala lako. Na Sheikh Ali Bahero, tukiendelea na swala letu, anauliza ijue dini yako na lazimika kuswali lakini miaka 2 nimeiacha swala. Je, nina dhima ama nitaendelea zile? Kwanza tushike simu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Kasim, napiga kutoka nje ya nchi. Naam. Na kupongeza Al-Hajar TV na mashehe wote wanaoendesha kipindi. Naam, shukrani sana. Allah kheri, yote inshallah na ape afya. Naam. Mimi swali langu la kwanza nauliza, kama mtu yuko nje ya nchi, tuseme kama hiyo. Naam. Time za kuswali ile wakati wa magharibi inakuja saa 4 na isha inakuja saa 5:30. Je, anaweza kuswali magharib akaswali isha alafu kalala, inaruhusiwa hii? Naam. Alafu swali la pili, hili swali liliulizwa wiki iliyopita. Naam. Kuhusu
je ni sawa sasa mimi nitaliuliza kivyangu yani. Je ni sawa kudanganya serikali ya huku kwa wewe na mke wako hamko pamoja? Ukisema hivyo yule mke atapatiwa pesa na serikali ambayo itaendeleza kimaisha na mume anafanya kazi. Lakini ukisema huko na mke wako, yule mke itakuwa anakutegemea wewe katika ile pato lako unalofanya kazi. Sasa watu wengi udanganya, nitasema hivyo, wakasema mimi tuko separate, yani hatuko pamoja, ndio yule mke apate pesa ya ziada na wewe mume unafanya kazi unapata pesa ya ziada muendeleze maisha. Hii maono yangu naona ni udanganyifu kwa serikali. Je, pesa ile inayopatikana itakuwa ni halali kweli? Maswali yangu ni haya mawili. Shukrani, jazakallahu khair. Naam, shukrani sana kwa swala lako, na pengine twende moja kwa moja kwa Sheikh Ali Bahero. Nakumbuka swala hili tuliuliza wiki iliyopita na leo amelijeuza swala hili ya kwamba endapo atasema ana mke, yule mke atakosa kupewa pesa na serikali, na akisema hana mke, yule mke kuna pesa fulani atapawa na serikali. Je, hii pesa itaingia kwenye udanganyifu ama kubalika? Nafikiri tuliwahi kulijibu hilo, lakini ala kulli hal kwa kuwa limerudi tena, hebu tuwe na mtazamo wa upelelezi wa hali ya juu kuhusu hali ilivyo. Hapo ni kutumia urongo, kuacha ukweli kwa sababu wa mapato, na ambapo yeye mume ana pato lake la halali kwa ile kazi anayoifanya. Mfumo sasa kubaki na mshahara wake anaopata kwa halali na ukweli wake kwa kuwa huyu ni mke wangu, bila kudanganya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfungulia milango. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. Lakini pengine kwa kunena uongo, na uongo wenyewe huo sisemi umedharurika kwa sababu unalo pato lako na ambapo ni haki mke tegemeo amekutegemea wewe. Upande mwingine situmai ya kuwa pengine walipo yaweza kukosekana mbinu pia ya kibarua cha mwanamke ya kuweza kupata mapato pia kuja kusaidiana. Na hapa kwa uelewa tunavyoelewa, wallahu alam, na sheikhuna yuko atafanya ziada kidogo, ni kwa kuwa afadhali ubaki na ukweli ya kuwa ni mke wako unamuoa kihalali, na kile unachokipacha wewe mume Mwenyezi Mungu atakibariki, kuliko kunena uongo si mke wangu ili tu apate nini. Wallahu alam. Adri Sheikhana pengine itakuwa na sasa umeshajibu vizuri. Lakini Sheikh, nataka niongeze kitu moja hapa ambaye wewe umejibu vizuri. Yeye anasema yeye sio mke wangu. Acha tushike simu na inshallah tutarudi kwa Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya leo Sheikh wetu na daktari. Alhamdulillah. Naam, mimi ni Hamid Hamdan na kuja simu nikiwa hapa. Mashaallah. Niko na maswali matatu takriban. Swali la kwanza ni ipi hukumu ya bima za magari, insurance cars? Swali la pili, je, hukumu ya mtu kwenda kudai bia, yani blood money, kwa hizi kampuni za bima pale mtu wake pengine alipogongwa pengine na akapoteza maisha, je, ni ipi hukumu ya kwenda kudai ile compensation? Swali la tatu, ala sabili mithal, msichana pengine alipata mtihani, pengine akadhulumiwa kingono alikuwa msichana, sasa amefikia muda wa kutaka kuolewa. Je, akiamua mathalan mzazi wake kumficha yule mume anayekuja kuoa kuhusiana ile kadhia iliyotokea pale nyuma, je, watakuwa wamemfanyia khiana yule mume? Naam. Masala la mwisho linahusiana hapo pia,
baadhi ya wanawake ama baadhi ya wasichana wanapotokea na jambo kama hilo, ama kuna wengine ambao wengine waliteleza katika usichana wao, wanajipelekea kwenda kwenye mahospitali kwa siku hizi kwenda kufanya ile kujishona na kadhalika, hukumu yake nayo ni vipi? Assalamu alaykum wa barakallahu fikum. Naam, shukran sana. Pengine kabla ya kuyashika masuala yake, Sheikh Qadir tuongezee. Sheikh Ali, mimi nataka ni hapa imesema ni tena yeye anazaa. Na najua watu wazungu wanajua kule yeye mtoto naye anasema yani rafiki yake. Sio hivi, hawezi kusema mwake huyo. Si inatangaza mbele ya watu yeye yani tajal aulada halani wa tulzina. Tumela vizuri alwi. Yeye sio sema huyu sio yeye hana mume. Na yeye anazaa. Asema hii boyfriend sio nini boyfriend mimi nayo ile sasa nichafua yeye anafanya zina. Njia yote sharia wa Uislamu haitaki kusema uongo ila sehemu tatu. Sawa. Katika vita, wewe umeingia katika mahbusu katika mkono wa kafiri, na katika una mke wako na zaidi ya moja na kumsuluhisha watu. Zaidi ya hapo uongo hapana. Inma yaftari al-kadhib alladhi la yu'minun. Sema uongo la yasih, na hii ni sio sahihi. Ilikuwa nyingine nini? Kuna swala la ndugu yetu Kasim ambalo ni swala lake ya kwanza, amesema nje ya nchi kule anapoishi swala ya maghrib inaswaliwa mwendo wa saa 4 usiku na swala ya isha inaswaliwa saa 5:30 usiku, na yeye huwa analala mapema. Je, inaruhusika kiswali swala ya maghrib na isha kwa pamoja? Alhamdulillah, mimi naona kama yeye siku moja amechoka sana, hawezi kusubiri 1 hour ile mbali au saa 1:30 bado, na anaona hawezi kuzingiza umemshika, bora asali, lakini sio kila siku. Kwa hadithi katika Bukhari, Mtume anasema katika mmoja wenu anasikia usingizi na usingizi umemtawala, asisali alale kwanza. Lakini hiyo sio shaala tungine wanapata fursa kila ala usingizi akali, yani mtu haelewi kitu chochote, na anajua nini mpaka Mtume anasema wakati anasali anamtukana yeye nafsi yake, yeye nafikiri anatasbih kumbe yashtumu nafsahu au yasubu nafsahu, yani haelewi anasoma aya gani nyiradi gani. Huyu ndakiwa lala kama yeye amechoka siku moja na hawezi kuvumilia kusali isha siku moja ama amechoka dharura, haina shida, lakini sio kawaida yake kila siku. Naam, shukran sana Sheikh Ali Bahero. Naona kuna maswala mengi pia yametumwa kupitia mtandao wetu wa YouTube. Na swala hili limeulizwa na ndugu yangu anaitwa Burhan Nasir. Nauliza, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba kujua ipi hukumu ya kutumia uchawi mweusi wakati mtu yuko hali mbaya ili kuokoa roho yake. Yani asipofanyiwa tiba ya aina hiyo anaweza kupoteza maisha yake. Wallahi, yani hatuwezi kutoa njia na Uislamu wetu ulivyotufundisha mtu kutumia uchawi mweusi, uchawi mweupe, uchawi mwekundu. Uchawi kwa aina zake zote ni muharram shar'an, na tiba ni tiba ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameihalalisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakujalia Mwenyezi Mungu kupoa kwenu kwa kutumia tiba za haramu, na huwezi kukachikiwa kusema nsipotumia nitakosa maisha au ukitutumia utakosa maisha. Na kuna dawa ambazo za halali kama sisi Waislamu kuna kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa visomo, kwa ruqya sharia na kujihami kwa zile himaya aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakuna dharura ambayo itatoka useme uchawi huu mweusi nisipotumia tapoteza maisha. Huwezi kupoteza maisha, ni kutumia aduya ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuhalalishia. Wal ilmu inda Allah. Na nakumbuka Sheikh pia alisema tuwe tunamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala sana. Yakul wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sheikh kwa nyingine sura Al-An'am. Naam. Mungu anasema man yattakhidh shaytana waliya min dunillahi faqad khasira khusran ya'iduhum wa yumannihim wa ma yad'um shaytana illa yote atategemea shetani lazima atakupoteza. Alafu mtu hata
chawi nyeusi au blue au green lazima atakufa saimu sio kwa hiyo ndio shirki sasa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairi صحيح tanawwa'at al-asbab wal mawdu'at. Naam, acha tushike simu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah. Naam, majina yako? Naam, mimi naitwa Abu Abdallah. Naam. Mwanzo napokea kipindi, mashallah, Allah bariki wenyewe wote inshallah. Amin ya rabbi. Swali langu ni hili. Naam. Kuna mwanamke aliteleza akafanya zinaa na mwanamume. Naam. Hakujua baada ya mwezi mmoja hivi. Akajua ana mimba. Sasa ile mimba yule mwanamke hakuweka akaenda kaitoa na wakati huo bado haijakuwa mimba, kusema ni alaka mudghah idham. Haijafika kote kwa kusema ilikuwa ni maji. So itakuwa ni kutoa ile mimba, ametoa mimba, ni haramu ama ni vipi inshallah? Naam. Swali lako ni hilo ama ule jingi? Naona amemaliza. Na tuje kwa Sheikh Abdul Qadir kwa hilo swala. Amesema kuna mwanamke aliteleza akazini. Baada ya muda mfupi akajua ana mimba. Je, akitoa ile mimba atakuwa amefanya makosa au iko sawa? Alhamdulillah, kwanza huyu mwanamke amefanya dhambi moja alafu ameongezea dhambi nyingine kubwa tena. Zina ni haram, lakini ametoa mtu ambaye viumbe katika tumbo yake yeye ametoa hata kabla hajafika mwezi minne, lakini huyu atakuwa binadamu. Baadhi ya fuqaha wanasema kama ameua nafsi wote dhambi, wewe watu watakusema, lakini imeingia dhambi nyingine, qatlu nafsi. Fuqaha wengine wanasema takiwa alibe dia huyu. Sasa ni wote haram. Si anagoba fadhiha ya watu wakati yeye hamgobi Mola wake kwanza ambaye ameharamisha zina, kafanya zina. Wote dhambi. Bora ushafanya zina na mimba, acha mtoto wako huyo. Wewe umekata nafsi, umeua mtu, utakuja duniani sio hivi, sababu ni wewe. Si haram, haifai. Kuna swala lingine Sheikh Ali Bahir, unaona ili swala tumekuwa tukiulizwa sana wiki mbili zilizopita. Ijue dini yako yafaa wirathi wetu kurithishwa na court badala ya mahakama ya kadhi? La, madamu tuna mahakama ya kadhi, mahakama ya kadhi inatupitishia sisi hukumu za sharia yetu, lakini kwa court ni kama lafanana na swala ya wiki iliyopita. Unajua kuna sharia, kuna na kanuni, na kanuni si sharia na sharia si kanuni. Tukisema sharia tukusudia sharia ya Mwenyezi Mungu, hukumu ya Mwenyezi Mungu. Tukisema kanuni ni wadhu al-bashar, kitu kilichowekwa na mwanadamu. Lidhalika mirathi zetu zafaa sisi twende tukarithiane au tukarithishwe na mahakama ya kadhi. Tumepewa maofisi ya kadhi na makadhi hivi sasa kwetu wengi mashallah. Kwa hivyo Muislamu apeleke matatizo yake kwa mahakama inaowafikiana na sheria yetu, ama kwenda kuhukumiana kotini, dhulma zitapatikana. Samahani sana na Mwenyezi Mungu atusamehe sote. Maana wirathi uenda kupeleka kwa koti ndio irithishe. Paka ulipopeleka kwa koti bila shaka kuna mizozo, na tumeshuhudia ya kuwa watu hupeleka kotini katika ile tarika kukawa kuna fungu kubwa limeishia kwa mawakili, mpaka judgment ikitoka pesa zina upungufu na wasiostahiki wamekula zaidi kuliko wastahiki. Tuondoke vipi kwenye tatizo hili? Twendeni kwa makadhi wetu na twendeni kwa mahakama zetu, watuhukumu kupitia kwa sharia zetu, sio kanuni za wanadamu. Wallahu a'lam. Naam, shukrani sana Sheikh Bahir. Na kwa ni masuala ya ndugu yangu Ahmed Hamdan aliuliza masuala matatu, lakini inshallah tutauliza moja, mengine nitaweka wiki ijayo kwa sababu ya wingi wa masuala. Na swala lake lilikuwa mwanamke alipokuwa mdogo alidhulumiwa kingono. Wakati anataka kuolewa akamficha mumewe. Kingono nini? Yani Zina. Alidhulumiwa. Yani rahat al-bakara alayhi. Wacha tusikie swala kisha inshallah tutaendelea na swala hilo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuanze na majina yako kamili kwanza. Naam, naitwa Burhan Nasir. Naam. Naam, nilikuwa naomba Sheikh wetu Sheikh Abdul Qadir atuelezee kuhusiana na historia yake ya masomo. Naam. Mpaka kufikia sasa inshallah. Jazakallahu khair. Pengine Burhan hakuwa ameangalia vipindi vya nyuma, lakini Sheikh tayari alifanya kipindi hicho alipokuwa na ndugu yangu Muhammad Hatib Abdullah, nadhani ni siku 3 nyuma kipindi hicho. Kwa hivyo ukienda kwenye YouTube ukiangalia video za nyuma za live, inshallah utaipata. Naam Sheikh, huyu mwanamke alidhulumiwa wakati alipokuwa mdogo, na wakati anataka kuolewa na mumewe hakumfahamisha ya kwamba alidhulumiwa. Je, inaswihi ama alifanya khiana mumewe? Alhamdulillah. Kwanza lazima amwambie huyu binti amekuta hivi, lazima amwambie kweli ajue. Na yeye kama ataona ni kweli hawezi kukataa. Na pengine vile atakaposema ukweli pengine aweza yeye furana kavutika zaidi. Ngapi Sheikh Ali kama watokea hivi mbele yangu mimi nasema nataka nimstiri. Abata huruma. Story moja nimesikia, sio kama ni kweli. Sheikh moja wakati anafungisha ndoa binti sami bana, yani yeye sio binti. Sheikh anambia basi wewe jali kama una shetani ubandisha. Subhanallah. Basi Sheikh anamsomea wakati ndoa ya kufungua ndoa na nyumbani. Kubandisha na mimi natoka mistoki. Sheikh sema basi mimi simu kama natoka macho inaondoka. Kama natoka sehemu yote inakatika. Sema bita sehemu ya farji. Ile ajue baadaye muumini bakara raha bihadha. Hii wote ni ghush kisheria, haifai kabisa. Lazima kweli, hata kama mizini yeye kama mizini kabla kweli. Kutangaza hii mambo ya nini hospitali الغشاء البكارة هي والمصطنع hii ni ghush feki, sio sahihi. Acha shike swala, naona mikata na inshallah kipija tutapokea simu yake. Naam, Sheikh Ali Bahero kuna swala anauliza, ijue dini yako lipi Sheikh lafaa litangulie kati ya swala la ilmu na jihad fi sabilillah? Hapa wazi wa Qur'ani linalotangulizwa nabda bil aham kabla al muhim, na la muhimu zaidi ni la kusoma, lianna Allah tabaraka wa taala bada bihi اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sasa kupitia kwa elimu basi utakuja kuyajua yote, kwa sababu lolote huwezi kulipeleka bila elimu. Kwa hivyo tuanze kwa lile aliloanza nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Naam, shukrani sana Sheikh Ali Bahero. Wacha tushike simu ya mwisho kwa leo. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Naam, majina yako kamili tukianzia? Ismail Alwi kutoka Qatar. Naam, Ismail Alwi. Swala lako? Kwanza napongeza kipindi kwa sababu tunastahili elimu na watu tunapata kutoka kwa mashaikh wetu, alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Sasa niko na swali ya kwamba tuko sehemu ambayo hakuna misikiti, na ikifika kama vile swala tukima kwa sababu ya wingi wa watu, tunapata kirimu kimoja swali. Sasa kuna wengine waswali nyingi, lakini wale wanaoswali ndani ya huyu hatuwaoni na imamu hatumuoni, hata ile imamu hatuioni. Sasa ni ipi hukumu wale ambao wanaswali nje? Naam, shukran sana. Naam, Sheikh, pengine twende moja kwa moja kwa swala lake. Ndugu yangu Ismail Ali ameuliza, wako sehemu ambayo hawako karibu na msikiti. Hata siku ya Ijumaa huwa wanatafuta room moja wanaswali salatu Ijumaa. Je, wale ambao wako nje ya ile room na hawaoni imam ama khatib, je, Ijumaa yao itakuwa inakubalika na hukumu yake ni gani? Alhamdulillah, huyu ndugu yangu kama anaishi sehemu ambayo jangwa sawa, lakini kama anaishi ndani ya mji sio hoja takiwa aende kwa nasema msikiti kusali Ijumaa. Lianna sahaba mtume asema Abu Huraira alikuwa anatoka kutoka Dhul Hulaifa anaenda kwa msikiti mtume maili 5 mpaka 6 mpaka 7, sahaba anatembea kusali msikiti mtume sallallahu alaihi wasallam.
Sasa mtu sio hoja madama msemile yuko msikiti wa Jumaa, atakiwa aende hata kwa gari, sio gari mashallah unafika sali, lakini room moja unasali ambayo ni uko katika mji msikiti mbali kidogo, hii sio sahihi. Alafu Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu anasema haifai mtu kusali Jumaa ila isipokuwa al-masjid al-kabir alladhi yusalli fihi al-imam, msikiti ambayo kubwa ya Jumaa takiwa hapa watu wasali. Mala Sheikh Ali kule Tanzania kwetu, siku moja mimi na kijiji Waislamu wachache, kwa msikiti ya Jumaa hapa, wallahi watu hata safu 4 hawafiki. Ndugu zetu wengine wamejenga misikiti hapa kama mita barabara ya 5 hivi, misikiti mingine ambayo yuko ndani ya shell. Mwambie jamani, hii msikiti Jumaa la tasih al-Jumaa, ile ujumuishe msikiti hayajaa. Kama msikiti imejaa watu haitoshi, sawa, usala msikiti yote ndani ya nyumba, sawa, musalla. Lakini hii yuko wazi, mimi wamenibisha, lakini bado naona hawaelewi. Lakini ulama wote wamekubaliana misikiti Jumaa haifai, na misikiti ya Jumaa imejengwa ile Jumaa. Kama imejaa watu haitoshi, mambo mengine hivi. Umar al-Khattab anhu mtaja Ibn Asakir anamwambia Abu Musa al-Ash'ari yuko Basra, tengeneza msikiti wa watu wa Badui, watu wa shamba na watu wa mji, lakini wakati Jumaa ijma'u fi masjid wahid. Anamwambia hivi, sasa hao kifupi lazima aende kusali Jumaa, maana yake ni Sheikh Ali ijtima'u nas. Alafu Jumaa ni siku kuu ya wiki. Mtume sallam siku moja amekutana Jumaa na Eid, akasema inna Allah jamaa lakum fi yawmikum hadha, Allah amejumuisha kwenu siku hii Eid mbili. Jumaa ni Eid, Jumaa maana yake ijtima'u nas. Sasa wewe unasema katika chumba sio sahihi, ila sio kama yuko kama sehemu Sahara, kuna mji, kuna misikiti hapa sawa, lakini kama mji ipo waende mapema kusali Jumaa. Nakumbuka siku tulipokuwa na muhadhara Masjid Musa, swala hilo liliulizwa kuhusiana na je, yafaa kuswali salatul Jumaa kwenye musalla, na ukasema ikiwa kuna msikiti karibu basi haiswi. Hii ni fatwa Sheikh bin Baz, Ibn Uthaymeen wa Sheikh wetu wote, madhhabina wote wanakataa, ila kama umejaa msikiti watu wanasali katika musalla hamna shida. Naam, shukrani sana. Na kwenye masala ya leo tuliotumiwa wiki hii yamebaki masala 5, na kwa sasa kwa leo yani tutamaliza masala haya, na inshallah wiki ijayo nimeona masala yenu mingi kwenye mtandao wetu wa YouTube. Tutaanza na masala hayo, kisha inshallah yale maswali ambayo yatatumwa wiki ijayo tutakuwa tukiendeleza. Naam, Sheikh Ali Bahero, tukiamalizia masala yetu ya wiki hii, anauliza ijue dini yako ni sawa. Sheikh, swali moja ni waulize mashekh watatu ili nipate ufafanuzi zaidi. Naam. Yani swala moja uulize mashekhe watatu. Naam. Kule kuuliza kwako mashekhe watatu swala moja itategemea ile nia yako na ikhlasi yako kwenye kule kuuliza tofauti ya mashekhe watatu. Hatuwezi kupinga, pengine waweza ukapata kidogo ukenda kwa shekhe mwingine akakupanulia zaidi, lakini nia yako. Lakini ikiwa mfano umekuja kuniuliza kisha hapo sema hebu swala hili wacha nimuulize na fulani nisikilize atakazojibisha, kiufupi kwa ile niliyosema kujaribiana, sasa hiyo itakuwa kuleta fitna, na nafikiri hutokea sana hivi. Nimemuuliza shekhe fulani amejibisha, hebu ngoja tumsikilize fulani, na sio ni ikhlasi, kwa kuwa pengine fulani kidogo atapata ufafanuzi zaidi kwenye jibu hilo lilitolewa fulani. Ahamu shay, uwe umeuliza hata kama ni mashekhe 10, lengo unataka kupanua ilmu, si fitna wala si masala akujaribiana. Hadha maalamu, wallahu a'lam. Naam, shukran. Na Sheikh Abdul Qadir, swala linasema ijue dini yako. Je, Sheikh, jini ukimwita kweli anaweza kuja? Allah musta'an. Alhamdulillah. Jini sema shetani ambayo kama utamita hatakuja, kwa sharti lazima ufanye masharti fulani. Uchukue mkojo, uchukue wudhu, riyadhi billah, uchukue mushafu, tangaza viatu, ngine choni. Iko masharti fulani, ngie katika chumba giza, yani mkufuru Mungu atakuja. Anno kana rijal min al-insi ya'uduna bi rijal fazadum rahaqa.
Kama unataka jini au shetani aje kwako atakuja, lakini lazima ukufuru Mungu ya kwanza, na hawezi kusaidia isipokuwa yeye apate maslaha yake. Sahih. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. siku kiyama Mungu anamuuliza majini, kwa nini nyinyi duniani mmepoteza watu wa binadamu wengi? Kabla jini hajajibu binadamu anajibu, huyu ambaye alikuwa anafuata jini. Ya معشر الجن قد استكثرتم من الإنس, si Mungu amuuliza jini. Baada jini hajaongea hao wafasi wake duniani, yeye anajibu Rabbana وقال أولياهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. sisi tupata raha zetu duniani, wao mtoa huduma kwetu na sisi tumetoa huduma kwao. Sasa huduma jini anapata nini? Kumkufuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih. Kumkufuru Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa jini atakuja baada ya kufuru kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Basi wiki iliyopita yani Sheikhana ni iliulizwa swala kama linafanana. Mmoja asema hebu tuelezeni ni aya gani katika Qur'ani ukizikariri sana, ukizisoma sana, jini atakuja kusikiliza. Sema sijaziona. Mimi tamba haya yupo Sheikh Ali ila Sheikh wangu mataniruhusu yuko aya tamba, achukue huyu asome. قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على آثارهم نفورا. طيب زي آية سوامي أتبت الجن. Nakumbuka wiki iliyopita tulikuwa na Sheikh Ali Bahero, yale majibu ambayo Sheikh alinipa ni yale aliniambia kwamba mpaka umkufurishe uvae Qur'an kama kiatu. Allahu Akbar. Na ni kitu cha kusikitisha kwamba Muislamu anaweza. Na wengine Sheikh Ali kijana wangu Ali Samani, wengine wanakuja jini kwa nia salih. Yeye mcha Mungu katika ndoto. Wanamdanganya watu. Watu wanafikiri kumbe ndoto salih, kumbe shetani inamchezea watu wengi sana. Sasa shetani hawezi kuja hata njia wa sulhu zuhud atakuja hapa. Njia zuhud anakuja hapa. Ile mmoja Sheikh Sami Temi ametaja kisa kama muda inaruhusu. Yuko mwanafunzi mmoja anakuja kwa Sheikh mmoja anasoma. Sasa Sheikh anaona mwanafunzi haji darasani. Kamfuata akauliza kwa wapi jamaa anauma, sawa yuko nyumbani. Kamfuata mbona darasa huji? Sasa bwana Sheikh mimi nakuja kwako kila siku. Ninatafuta thawabu na pepo, lakini pepo wenyewe ushapata mimi tayari. Allah. Hamna haja mimi kusoma darasa kwako. Sasa kivipi? Sasa mimi hapo malaika anakuja kwangu usiku manane, unachukua mimi nibeka pepo kula raha zangu kabla alfajiri ananirudisha. Sisi hamna haja kuja kwako wala hamna haja mimi kusali wala nini. Pepo wenyewe ushapata. Shasema aka na mimi mwenyewe nataka. Mimi mwenyewe kazi nasomesha watu msikitini kule mpaka koo yangu inakauka. Na mimi nataka pepo. Mimi siendi darasa leo, takaa na wewe usiku. Kana nyumbani. Kama kawaida huyu mtu yanaamini malaika, kumbe jini shetani. Allah. Kaja huyu kamchukua wawili, kampeleka sehemu. Ni kweli Sheikh anasema sehemu ya ajabu sana. Bustani, matunda, kila sehemu yani nzuri. Amekaa amekula nini, amekula nini. Kabla alfajr, nadhani kwa ya kwanza kabla ya dakika 10-20 au nusu saa, yasema turudisheni nyumbani. Sheikh asema mimi sirudi. Nimeingia pepo tena nirudi. Mimi kwa bogoti aljanna, dakhaltu aljanna akhrij minha, kwa mimi mjinga. Mimi siondoke na wewe usiondoke bwana. Naam. Shange pepo sisi tutaki. Tayeb. Tu nini? Umekataa na wewe tu nini? Sheikh ameadhini alfajr, wameamka wa Sheikh ameshtuka naona mpaka katasema takataka. Zubala. Wanasema mazbala. Umeona? Subhanallah. Sasa tungine wanamdanganya majini hao, sallallahu hidayah. Shukrani sana Sheikh Ali Bahero. Swali lingine linasema ijue dini yako. Mimi ni fundi wa mbao. Je, Sheikh, yafaa kutengeneza masanduku ya mazishi ya wasiokuwa Waislamu? Maana nina wasiwasi mkubwa sana. Naam. Ni haki awe na wasiwasi. Lakini ikiwa mathalan maisha yake wa Sheikh atafanya yani taaliki kidogo ni sehemu za makufar na kuzikana kwao ni hivyo,
iko anavyoona asema aweza kutengeneza bishart kusiweko na shiari yoyote katika shiari zao, mfano msalaba ama kingine. Hivyo ndivyo ninavyofahamu. Naam, sahihi. Asiweke shiar. Shiar. Naam, Sheikh. Ulama wanasema Sheikh Ali, kama wewe babako mfano mamako mtu amake babaka fariki ni mbali ni Kristo. Naam. Lazima umzike, hadithi imekuja umzike. Lakini ulama wengi wanasema usitembee nyuma ya msalaba. Tayeb. Tembea mbele yake. Madamu unazika mzazi wako amefariki sio Muislamu. Usinikana kama wewe unakubali hii. Maana hii mujibu imani yetu alwi ni kufuru. Unjalie Mungu ana mke na mtoto, hii msalaba. Usitembee nyuma yake. Na wewe sheria mkulazimisha mamako babake wako mfariki sio Muislamu, lazima umzike. Naam. Umar Khattab anasema tembea mbele, usitembee nyuma yake. Naam. Jazakallah khair. Na Sheikh Abdul Qadir, kuna swala hapa limekuja, anauliza hiyo dini yako ni hukumu gani ya kula nyama ya mwanadamu katika dini? Alhamdulillah, nafikiri anakusudia ghiba. Sio au kula nyama, yani kula kabisa. Ameandika kula nyama ya mwanadamu. Ile nyama ya binadamu. Haifai, harami. Haifai, haram. Tukimalizia na swala wakati ghiba Allah mharamisha kwa ili kama utakula nyama kama mtoa mfano ni haram, haifai. Naam. Naam, shukrani sana Sheikh. Tukimalizia na swala letu la leo, Sheikh Ali Bahero anauliza mtu anaporitadi kisha akataka kurudi katika dini ya Uislamu, je, yuwafaa kuslimishwa tena ama tayari shaingia kwenye dini? Ukisha ritadi huwa tayari ushatoka katika boma la Uislamu, kwa maana ushakuwa kafiri. Sasa ushakuwa kafiri, warudi mpaka ufunguliwe tena kwa kifunguo cha Uislamu. Kwa hivyo upigishwe shahada kwa kuwa wasilimu, kwa kuwa umekufuru, ni kafir. Na kafir harudi tu kwa toba, wewe umeritadi basi nitatubia, basi tayari ushakuwa Muislamu. Ushakuwa kafiri, kurudi mpaka tukupigisha tena shahada. Wallahu a'lam. Naam, shukrani sana Sheikh Ali Bahero kwa kumaliza kujibu swali letu la leo. Na mtazamaji wangu, naona kuna maswala mengi yametumwa kwenye mtandao wetu wa YouTube, lakini inshallah kesho pia ni siku. Nilikuwa nimesahau, lakini kesho inshallah baada al-maghrib utakuwa na muhadhara katika msikiti wa TSS, ambapo Sheikh Abdul Qadir atakuwa akichukua masala kutoka kwenu na kuyajibu, na haya masala yenu yote mlioyauliza tutayachukua kisha tumuulize Sheikh. Na vile vile baada ya hapo tutakuwa na aqdi nikah kama tulivyotangaza ya bosi wetu ya binti ya bosi wetu Al-Hajar TV ambaye atakuwa anaozeshwa hapo. Ingine Sheikh Ali Bahero, tumalizie na nasaha. Alhamdulillah, nasaha ni nyingi na dini ni kupeana nasaha. Alhamdulillah, mimi neno langu la mwisho baada ya kipindi hiki ni furaha kubwa niliyofurahi, na Mwenyezi Mungu atupe furaha na saada fi dunia wal akhirah. La hili kutangamana na mashekhe, alhamdulillah, toka ingie shekhe wetu tutarudi kwa hii neema, na neema ni nyingi tulizo nazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tumekuwa naye marat, alhamdulillah. Tangamano hili ndilo tangamano tunaloliomba lidumu ila akhir lahdha min hayatina, mpaka kukaa na mashekhe tofauti. Lengo ni kuzikurubisha zile nyoyo, kushikana, maana wenye kushikana kwetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ndiko kushikana kwa umma, na taufiki ni ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atulipe kwanza kwa furaha hii na kwa neema hii, na kama tulivyokutana hapa na kila sehemu njema kulipeleka gurudumu hili la dawa, iwe mwisho ni kutukutanisha Allah fil firdausil a'la ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Naam. Naam, shukrani sana Sheikh Ali Bahero, na kwa Sheikh Abdul Qadir utupe nasaha. Alhamdulillah, mimi jamaa Sheikh Ali Sheikh wangu amefunga, mimi sio nasaha kuisha, lakini tuombe Allah Ta'ala atujalie khairi
الله مجعله نشي كينيا نشي أماني. اللهم اجعل هذه البلاد بلد آمنة مطمئنة رخاء سخاء. اللهم أدم لهم نعمة الأمن ويا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اجعلنا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى واغفر لوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. Naam, mimi yangu itakuwa ni kumshukuru Sheikh Abdul Qadir Al-Adhani kwa kuwa nasi kwenye kipindi hichi, na insha Allah kama ulivyosema haitokuwa mara yako ya kwanza baada ya miaka 5 kuja Mombasa, utarudi tena urudi pia kwenye kipindi chetu tukiwa na Sheikh wangu Ali Bahero kwenye kipindi hichi cha Ijue Dini Yako. Na vile vile pia nimshukuru Sheikh Ali Bahero kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hichi, na insha Allah wiki ijayo tutakuwa tukiendelea kuchukua masuala yenu na kuyajibu. Na vile vile nikukumbusha kwamba kesho muhadhara baada al-maghrib itakuwa ni kama hivi kipindi kinavyoendelea, tutachukua masuala kutoka kwenu na Sheikh atakuwa akiyajibu, na baada ya hapo insha Allah kutakuwa na aqdul nikah. Hakikisha ukosi ili upate faida kem. Nimekuwa wako Abdurrahman Alwi, sina budi kuwashukuru kwa muda wenu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mdau wa Al-Hajar TV, unajua wewe ni mwanafamilia wetu, ndiposa tumeamua kuja na kitu kipya kinachokupa mafunzo, kitakachokuelimisha, kuburudisha na pia kukupa elimu zaidi. Naizungumzia app ya kwanza ya Kiislamu ambayo unaipekua kwenye simu yako ukiwa na Android ama ukiwa na simu ya iPhone. Ingia pale Play Store ama App Store, andika Al-Hajar TV. Alafu utapata app yetu maridadi ya Al-Hajar. App hii manufaa yake utapata kujua namna ya kalenda ya Kiislamu inavyoenda, kibla cha Kiislamu kiko wapi wakati wowote, na vile vile itakupa fursa kuangalia na kutazama Al-Hajar TV mubashara wakati wote ukiwa kwenye simu yako. Vile vile app hii inakupa fursa ya kipekee ya kuchat na shekhe kwa ajili ya kumuuliza maswali yako yanayokuumiza akili. Hili hakuna mahali kwingine isipokuwa ni Al-Hajar TV, kwani daima tunakujali kwa kuwa umetufanya kuwa kituo namba 1. Hivyo basi hakikisha unaingia App Store ama Play Store, unaandika Al-Hajar TV, halafu una download. Ukishamaliza kudownload una install pamoja. Ukishamaliza kuinstall hakikisha unajaza details zote utakapoambiwa uweke email address na password yako utakayotumia wakati wa kulogin katika app yetu hii. Chini utapata option 2, ima ya user ama ya shekhe, lakini kwa kuwa wewe ni mwanafamilia chagua session ya user. Hii ya shekhe wache mashekhe. Baada ya hapo utakuwa umefanywa verification kwa ajili ya kuanza rasmi kuitumia app hii ya Al-Hajar TV. Unakosaje? Download leo Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.